Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Majina yangu naitwa Emmanuel Misanga. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Jana ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa, lakini namshukuru Mungu tunasherehekea na mtoto na yeye anakuwa amezaliwa siku 2 kabla ya kwangu. Kwa hiyo tunasubiriana, yani inabidi anisubiri tusherehekee pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaitwa Eliezeri, sasa ana miaka 6. Eliezeri, unaweza ukasimama? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu. Leo ni siku njema sana, siku ya ushuhuda. Ni siku ambayo kila mmoja wetu atakuwa na jambo la kusema ambalo Mungu amemtendea. Mimi nitasema neno kwa kifupi sana na Mungu anisaidie. Bwana asifiwe. Basi tunaongozwa na neno kutoka Ufunuo 12 mstari ule wa 1. Bwana Yesu apewe sifa. Nitaomba aliyepata Ufunuo 12 mstari wa 1 anisomee. Basi kama bado nitasoma. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni ujumbe ambao tumepewa siku ya leo. Nitaenda kusema mambo mawili juu ya ushuhuda. Nitasema zaidi juu ya ushuhuda wa kumshuhudia Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Baadaye tutashuhudiana matendo makuu ya Bwana katika maisha yetu. Lakini zaidi sana tunaenda kujifunza juu ya ushuhuda wa Yesu. Ukisoma habari za hawa ndugu ambao walijitoa maisha yao, ambao walikubali hata kufa kwa ajili ya Kristo. Ukisoma mlango wa 7, naomba tutarudi mlango wa 7 ili tuweze kuelewa vizuri. Mlango wa 7 mstari wa 14. Hapa ni maono ya mzee Yohana ambaye alikuwa anayaona. Sasa samahani, mwanga huu naona hautoshi sawa sawa. Naomba aliyepata Ufunuo 7 mstari wa 14. Amen. Bwana apewe sifa. Hawa ambao tunaambiwa walimshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hapa mzee Yohana anaonyeshwa, anauliza hawa ni nani? Akaambiwa ni wale waliotoka katika dhiki kuu, walioosha mavazi yao kwa damu ya mwana kondoo. Ni habari ambayo ni ya watu wa Mungu ambao walimtumikia Mungu katika wakati mgumu, wakati wa kujikana. Maana ukiambiwa ushuhuda wa Yesu wakati ule, mnakumbuka jinsi ambavyo maandiko yanasema ya kwamba kuna watu walishuhudia katika wakati mgumu. Kuna watu ambao walikubali hata kufa kwa ajili ya Kristo. Kwa sababu na ushuhuda wa Yesu, wengi walifatwa wakauawa, na tunajifunza kwenye maandiko watu wengi walipita maeneo magumu sana kwa ajili ya kutoa ushuhuda wa Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni habari ambayo inatuhusu sisi kama watumishi wa Mungu, ya kwamba je, maisha yetu tunakubali kama hawa ndugu waliokubali? Maana ukisoma ile Ufunuo 12, walimshinda kwa damu ya mwana kondoo. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, na kwa neno la ushuhuda wao. Jambo la tatu, hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yake walijitoa
kwa namna yeyote kwa ajili ya Yesu, hata ikibidi hata kufa. Na tunafahamu mitume wengi waliishia kuuawa kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni wakati ambao sasa na sisi wakati huu tunapaswa kusimama na kumshuhudia Bwana. Inawezekana ni wakati mgumu kidogo. Mimi nakumbuka wakati wa nyuma kidogo hapa, na nyie ni mashahidi ndugu zangu wale wa miaka ya nyuma kidogo. Mimi pia ni wa zamani kidogo kama kina mchungaji Paulo. Tunafahamu hapo nyuma kulikuwa na kulikuwa na msukumo wa kumshuhudia Yesu sio wa kawaida. Mimi nakumbuka wakati huo tulikuwa shule. Kila mkutano tukisikia mkutano, kulikuwa na wito wa ajabu ndani yetu, tunakimbia. Tulikuwa na kiu. Ilikuwepo kiu kubwa sana. Na mimi natamani Mungu iwe imerudi. Bwana Yesu apewe sifa. Natamani hiyo kiu irudi, kwa sababu ilikuwa ni kiu ya kumshuhudia Yesu. Huwezi kunyamaza, huwezi kukaa. Kwa mfano, mimi nakumbuka nyumba nilikaa mara ya kwanza baada ya kumaliza chuo. Yule mwenye nyumba ilikuwa ukifika kwake anakushuhudia kwanza uokoke. Anatamani hata kama hautaokoka kweli kweli, lakini anatamani ukiri. Usipokiri, mara nyingine anaweza kuambia ondoka nyumbani kwangu. Kwa hiyo haikuwa, ilikuwa ni jambo serious. Mimi nakumbuka tulikuwa na rafiki zangu, wao walikuwa wanasoma sekondari, mimi niko chuoni. Walikuwa mnawafahamu wale mapacha Eliamani na Elifra. Walikuwa marafiki zangu sana. Ilikuwa tunatoka, wao walikuwa wanakaa kule Ngaranaro upande fulani, lakini ilikuwa tukisikia semina tunatembea. Sasa siku moja juzi wakiwa wakubwa hapa wakawa wananikumbusha. Wanaambia unakumbuka tulikuwa tukisikia semina tunatoka kwa miguu huku mpaka tunaenda National Milling, tunaenda wapi? Tunamtafuta Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa tuna kiu ya kumjua Bwana. Kwa hiyo natamani ile kiu ya ushuhuda wa Yesu ndani yetu, Mungu atusaidie irudi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kinachotakiwa hapo ni maombi na kutiana moyo. Kwa sababu leo kwenye Bible study nimesikia mambo mazito sana. Natamani niseme kidogo. Unajua ndugu zangu, imefika mahali kweli tumeiacha serikali. Tumesahau maandiko yanayosema dumuni sana katika kuomba, mkiwaombea na wale ambao wanatutawala pia. Maana wao hawatawali kwa nguvu zao. Inawezekana mtu akiwa waziri labda tunaona labda ni tofauti na sisi. Hapana. Ni mdhaifu kama mimi kama wewe. Anahitaji maombi yako, anahitaji maombi yangu. Na jambo lingine, tunaona kwamba imefika wakati, tunaona wapendwa kwamba kwenda kwenye siasa labda ni jambo ambalo sio la kwetu. Sasa ndugu zetu wa upande wa pili wamelichukulia serious. Mimi ninafanya nao kazi mara nyingi. Wamelichukulia serious kwamba wao siasa ni kama kuabudu. Wanaingia huko hata kama haingii kwenye uongozi, lakini anajitahidi kumpushi yule ambaye anatamani kuingia kwenye uongozi. Sasa huko ndio kunatakiwa ushuhuda wa Kristo. Sasa tunalalamika, tunasema wao viongozi wako vile, lakini je, tumewaombea? Je, tumeshiriki? Je, Kristo ameonekana huko? Je, tumembeba Kristo, ushuhuda wa Kristo huko kule? Manake sasa tumefika mahali kwa kweli tumeliona kama sio jambo letu, lakini ni jambo la kwetu. Bwana Yesu apewe sifa. Maana zamani kwenye maandiko wanasema ilikuwa mfalme akipata shida au nchi ikiingia kwenye shida, anaenda kwa nabii kuuliza jambo hili na namna gani. Kwa hiyo inawezekana serikali ilikuwa inatawala. Wao ndio walikuwa wanatoa maagizo kwa serikali kwamba mfanye hivi, mfalme ufanye hivi, Bwana amesema hivi. Na sisi tunapaswa katika kizazi chetu ni bora zaidi ya wao. Wao walipita wanamtafuta nabii, labda nabii alikuwa labda Dar es Salaam au Kigoma, kwa hiyo mpaka afuatwe aje. Lakini huu wakati wetu ni bora zaidi kwa sababu Yesu yuko ndani yetu na Roho Mtakatifu yuko kwa kila mmoja wetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni kipindi bora sana. Kwa hiyo ndugu zangu, ninatamani ile kiu. Mimi natamani ile kiu ya kumshuhudia Yesu irudi kwenye maisha yetu. Tusikae na mtu nyumbani hajaokoka tusiseme, au kwa watoto
unajua mara nyingine hata watoto wanauliza eti baba ameokoka, yani wakimkuta baba somewhere labda anashuhudia au anahubiri nyumbani hajasema, si ndio? Kwa hiyo wanashangaa imekuwa hivyo. Lakini tuombe Mungu atusaidie tuanze nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Tumshuhudie Yesu, tusimame imara. Tujue ya kwamba hata mambo ya nchi yakiharibika, Mungu hatamuuliza yule mtu ambaye hamjui. Ataniuliza mimi, atakuuliza wewe. Ndio maana maandiko yanasema anamtafuta mtu atakaye simama. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mtu huyo ni mimi na wewe. Unajua mara nyingi tumefika mahali umkini tumejiona kwamba labda sisi labda Mungu hata tusikia, au labda sisi labda fulani ndio anaweza akasimama, Mungu labda atamsikia. Hapana, sisi wote Mungu ametupa nafasi sawa. Yani katika vitu ambavyo havina cha mkubwa wala mdogo, yani mimi nijione kwamba Mungu ananiona kama mimi. Ndio maana anasema anamtafuta mtu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo naomba tusome Rumi 8 mstari wa 37 tutaenda mpaka 39. Naomba aliyepata Rumi 8 mstari wa 37 mpaka 39. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa Paulo anasema ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho kitakachotutenga na upendo wa Kristo. Akasema mambo kama 10, habari ya mauti, habari ya uzima, malaika, habari ya wenye mamlaka, habari ya yaliyopo, yatakayo kuja, na akasema na wenye uwezo, na yaliyo juu na yaliyo chini, hayawezi kututenga na upendo wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana tumepita kwenye wakati mgumu mpaka tumefika mahali hata ile kutamani kumtumikia Mungu ndani yetu kumeisha, au tumekata tamaa, au tumefika mahali pagumu. Lakini hapa mtumishi wa Mungu anaeleza ya kwamba hakuna kitu ambacho kitakachotufanya sisi tushindwe kwa namna yoyote ile. Samani. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hakuna kitu chochote ambacho kitatufanya sisi tuweze kushindwa kumshuhudia Yesu. Hapa kama nilivyosema yametajwa mambo, katika mambo hayo yote hakuna hata moja ambalo litatutenga sisi na upendo wa Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Bwana Yesu atusaidie tuweze kusimama imara na kumtumikia na kumshuhudia kwa nguvu. Kama nilivyosema, kiu ya hapo nyuma iweze kuja na tuendelee kumtumikia Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Inawezekana sisi tukawa sehemu ya kuwasaidia watu kuijua kweli. Ndugu zangu, sasa hivi tumepita kwenye wakati mgumu sana. Tunajua jinsi ambavyo sasa hivi watu wengi au vikundi vingi au huduma nyingi zingine hazifundishi neno la Mungu, lakini wanawasaidia watu kupata miujiza. Nasema wanawasaidia kwa sababu mtu akiaminishwa kitu, akiamini akipata msaada, ataacha kwenda huko jamani? Si ataenda? Lakini hajajengwa katika misingi ya kweli ya neno la Mungu. Ndiyo atapata hicho anachopata kwa sababu ataamini, lakini tunahitaji watu watakao simama waiseme kweli. Wamweke Yesu wazi kama alivyo. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hiyo tunahitaji msaada wa Mungu. Peke yetu sisi hatuwezi, tunahitaji Mungu atusaidie, atuwezeshe ili tuweze kuifanya kazi ya Mungu na Mungu aweze kutukuzwa katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Basi naomba nitamalizia Yohana 16 mstari wa 33. Naomba usome Yohana 16 mstari wa 33 aliyepata. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hapa ni neno ambalo anatupa Bwana Yesu ya kwamba ni kweli ulimwengu tunayo dhiki, lakini maandiko yanasema yeye amesema ameushinda ulimwengu. Maana yake tukimtumikia, tukiyatenda mapenzi yake, atatusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Atatutia nguvu, atatuwezesha. Tutaweza kusimama na kuifanya kazi yake. Bwana apewe sifa. Basi kwa kumalizia, nitatoa ushuhuda kidogo, alafu nitaruhusu na wengine wataendelea. Bwana Yesu apewe sifa. Basi mimi naomba nitoe ushuhuda nilivyookoka. Bwana apewe sifa. Ninakumbuka nimeokoka miaka mingi. Wapo hapa wachache ambao nitakuwa ni miaka mingi kwao, lakini wengi watakuwa ni miaka michache. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi nimeokoka mwaka 1996. Si zamani Mzee Mbombo ananicheka. Bwana Yesu apewe sifa. Ni miaka mingi. Basi nimeokoka 96 nikiwa sekondari. Nakumbuka ndugu zangu, ushuhuda huu ni wa kwangu kabisa live. Si ndio jamani? Ndio live sasa. Sasa wakati ule nakumbuka kuanzia form 1. Si ushuhuda mzuri, maana mara nyingi tunaeleza ushuhuda mzuri. Sasa mimi naeleza mbaya kidogo. Si ndio? Ili kwamba yani ni huko ambako Mungu alinitoa. Bwana Yesu apewe sifa. Nakumbuka kuanzia form 1 tulivyoingia shule sikuwa na shida sana, lakini tulivyofika term ya pili nikawa na marafiki. Hao marafiki walikuwa sio wazuri, hasa mmoja. Sasa tukaendelea, wakati wenzetu wanasoma prep ile jioni, sisi tulikuwa boarding. Kwa wakati wanasoma sisi tunaingia tu kuwasumbua. Mwambie umetumwa na kijiji wewe unasoma? Basi tunawasumbua, tunaondoka tunaenda, ilikuwa mikondo kama ABCD, ni shule kubwa kidogo. Nakumbuka ni shule ya Mwenge, kwa wengine wanaoifahamu Mwenge Sekondari Singida. Basi nikawa katika hiyo hali hata tukiingia darasani, sisi tulikuwa wa mwisho kuingia. Mwalimu ameingia, ndio tunaanza kugonga. Sasa tukishagonga mwalimu alikuwa anatufahamu, ndio alikuwa anaanzaga kipindi cha kwanza. Kwa anasema hao ni kina Kinyenje, yani tulipachikwa jina la rafiki yangu ambaye alikuwa anaonekana yeye ndio msumbufu zaidi, mimi namfuata kama kondoo. Si unajua Basi ni kina Kinyenje hao, wanasema anatufungulia, anatugonga vichwa. Alafu tunakaa kule nyuma. Anamaliza kufundisha, akimaliza hatuandiki hata notes. Kabisa. Sikuandika notes. Ikaenda hivyo form 1, form 2, form 3. Hivyo siandiki. Ilipofika form 4, nakumbuka namshukuru Mungu, ilitokea jambo la ajabu. Nakumbuka ilikuwa graduation ya form 6 kwa upande wa UKWATA. Kwa bahati mbaya au kwa bahati ni mpango wa Mungu, niliingia kwenye hiyo graduation. Yaani tuliingia kwenda kudhihaki kwamba tuone wanafanya nini. Basi tukakaa kama kawaida yetu, nikakaa kule nyuma. Wakati tunaendelea, graduation inaendelea, yule mtumishi namkumbuka alikuwa anahubiri, akasema kuna mtu hapa Mungu amesema na mimi anatakiwa aokoke. Sasa alivyokuwa anaongea, sisi tukaendelea mimi nikaendelea tu kuona kwamba hawa ni walokole, kwa hiyo wataendelea.
Basi akawa ananyoosha kidole kwangu. Huyo mtu Bwana anasema naye asiondoke hapa bila kuokoka. Yuko yani anataja na kama vile ananyoosha kidole huko kwangu. Basi mimi nikajikausha kabisa mpaka tukatoka. Tulivyotoka sikuweza kulala. Nilienda nikamtafuta huyo ndugu. Nilivyomtafuta nikamwambia, ndugu, uliyekuwa unasema ni mimi. Akaniongoza sala ya toba. Na ndio nikaokoka. Wakati huo mnakumbuka graduation ya form 6 hiyo inakuwa mwezi wa 4, si wangapi hapo? Ya ukwata kabla ya shule. Kwa hiyo ni kama mwezi wa 4 hivi au wa 5 hivi, kati ya wa 6 hapo. Nikaokoka. Kumbuka sijaandika notes kuanzia form 1 mpaka form 3, niko form 4 sasa. Ndio maana nimemwambia ni ushuhuda mbaya, lakini utatusaidia kwa sababu hapo, kutoka hapo baada ya kuokoka ndio hapo Mungu alifanya kitu. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya kuwa nimeokoka sasa, wale wa ndugu walishikamana na mimi. Walinisaidia kiasi kwamba walinisaidia nikaanza kuandika notes kuanzia nafikiri nilianzia form 2, maana form 1 yakawa kama vile sio sana, lakini nikafanya revision kidogo. Nilifanya kazi kubwa sana. Yaani we imagine form 1 mpaka form 3. Alafu form 4 hapo katikati ndio unatakiwa usome, alafu moku iko hapo mbele. Namshukuru Mungu alinitendea kitu cha ajabu. Ile kufika kwenye moku, Mungu akanisaidia nikapata division 3. Kulikuwa na mwalimu wa taaluma ambaye alikuwa mwalimu mkuu wa shule ambaye iko kwetu kule kijijini kabisa. Ilikuwa inaitwa Ihanja Technical Secondary School zamani hizo. Huyo mwalimu alikuja akahamia Mwenge, akawa ni mwalimu wa taaluma. Hiyo form 4. Akanichukua akaniweka kwake. Akawa ananipa tuition mpaka usiku baada ya kuwa nimeokoka. Lakini kabla sijaokoka alikuwa hajaniona. Bwana Yesu apewe sifa. Alinitia moyo akaniambia, Ima, usiogope, utafaulu. Na alinisaidia hapo mpaka kufika kwenye moku na nikapata. Akaniambia, sasa utafaulu form 4. Nakumbuka ndugu zangu, marafiki zangu wote wakanikimbia. Hata yule ambaye nilikuwa naitwa kwa jina lake na yeye akanikimbia. Ikafika siku ya mtihani. Nasema kweli, Mungu alivyokuwa anasema na mimi katika wakati ule, ilikuwa ni kitu cha ajabu. Mungu alikuwa anasema mimi mambo makubwa sana katika maisha yangu. Basi baada ya hapo, tulipokaribia kufanya mtihani sasa. Mtihani bado wiki moja. Mnakumbuka ile wiki ya karibu na mtihani wa form 4 jinsi na kuaga na mambo mengi. Wakasema wamepata pepa, wamepata nini. Sasa wanakuja kwangu ili waniambie sasa angalau tu solve pepa ili tusikuache ndugu yetu. Wale ambao walikuwa wamenikimbia. Wakarudi wakaniambia, bwana, tunachanga kiasi fulani fulani, imekuja pepa. Nikawaambia mimi Yesu niliye naye aliyeniokoa atanisaidia. Mie fanyeni hiyo pepa. Yule ndugu alikuja akawa analia. Ananiambia, ndugu yangu, tumetoka sehemu moja. Sasa utafeli hivi. Wanaachana na mambo ya kilokole, ukishafanya utarudi huko. Nikamwambia sifanyi. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuamini. Akaondoka akarudi tena. Nikamwambia sifanyi. Mimi nitafanya revision, ikifika muda wa kulala nitaenda kulala na kesho nitafanya pepa. Nakumbuka alinijia mpaka siku kesho yake ni pepa. Nikamwambia nimekuambia wala usihangaike. Basi baada ya hapo kesho yake tumeingia kwenye pepa. Mimi nimeingia na Yesu. Wao wameingia na pepa wale sobu. Unajua kitu cha ajabu wapendwa wangu, huwa tunawekwa mbalimbali. Yaani huyo hapo, mwingine hapa, mwingine pale ili msiangaliane. Lakini niliona wameshikwa na mafua wote. Mwalimu anafahamu. Wameshikwa na mafua. Nikasema ni mafua ya nini? Mimi nikaendelea kufanya. Maana mimi niko na Yesu. Wao wako na pepa ya jana. Mimi naendelea. Kumbe ile pepa ilikuwa fake.
Namshukuru Mungu, ni mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Na nikafaulu, nikaenda tekniko. Bwana Yesu apewe sifa. Nimemwona Bwana sana, nisitumie muda mrefu kwa sababu ndugu zetu wengine tutaendelea kushuhudia. Lakini nasema nimemwona Bwana kwenye maisha yangu, nimemwona Bwana. Vita ipo, sio kwamba haipo, lakini Bwana aliyeshinda anasema ya kwamba tutashinda kwa yeye aliyetupenda. Hatuwezi kushindwa, tutaendelea tu. Kwa hiyo nawatia moyo kwamba inawezekana kuna mtoto ambaye haandiki notes, basi mtie moyo. Ataandika notes na atafaulu tu. Maana mimi nilikatiwa tamaa, lakini Yesu hakunikatia tamaa. Bwana awabariki sana. Basi naomba nimshukuru Mungu. Baba, asante kwa uaminifu wako, asante kwa fadhili zako, asante kwa uaminifu wako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya majira na wakati huu. Asante Mungu kwa jinsi ulivyosema nasi. Tunaomba Bwana ukaendelee kututia nguvu na kutusaidia. Maana we ni Mungu ambaye Bwana uko pamoja nasi. Tunapoendelea kushuhudia matendo yako, basi Bwana uendelee kutusaidia katika maisha yetu. Hayo matendo makuu Bwana, neno lako la ushuhuda likatutie nguvu na kutusaidia. Ni kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.